Bwana, huko duniani maji yanajitenga na mafuta. Urusi bwana wamekuja na habari nyingine ngumu sana ambayo inaonesha kwamba kuna maandalizi fulani wako nayo kwa ajili ya kufanya jambo fulani. Urusi imefuta rasmi mkataba muhimu wa nyuklia na Marekani. Moscow imesema wamelazimika kukomesha makubaliano kuhusu uondoaji wa plutonium ya kiwango cha kijeshi kutokana na sera endelevu za uhasama ambazo zinafanywa na Washington. Sasa mmesikia kitu kinaitwa plutonium, nafikiri inawezekana hamjaelewa. Hiyo plutonium ni kemikali ya metal yenye mionzi mikali ambayo inatumika hasa katika utengenezaji wa silaha za nyuklia na pia kama mafuta katika mitambo ya nyuklia, kwa maana zile nuclear reactor, au kwa kifupi unapozungumzia plutonium ni metal ya nyuklia ambayo ina mionzi inayotumika kutengeneza mabomu na kuzalisha nishati, lakini ni hatari sana kwa maisha ya mwanadamu. Sasa Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesaini sheria hii ambayo inasitisha rasmi mkataba kati ya Urusi na Marekani kuhusu uondoaji wa ziada wa plutonium ya kiwango cha kijeshi, ambapo Moscow ilisitisha utekelezaji wa mkataba huo mwaka 2016 wakitaja sera za uhasama za Washington dhidi ya Urusi. Bunge la chini la Urusi lilipitisha muswada wa kusitisha mkataba huo mapema mwezi huu, huku bunge la juu likiidhinisha hatua hiyo Jumatano iliyopita, ambapo sheria hiyo sasa imeanza kutumika rasmi Jumatatu hii ya leo baada ya Putin kuipitisha. Makubaliano hayo ambayo yalitiwa saini awali mnamo Septemba mwaka 2000 yalielekeza kwamba kila upande unapaswa kuharibu tani 34 za plutonium ya kiwango cha kijeshi ambazo zilitangazwa kuwa hazihitajiki tena kwa matumizi ya kijeshi. Mnamo Oktoba mwaka 2016 Urusi ilisuspend mkataba huo, wakitaja hatua za uhasama za Marekani ikiwa ni pamoja na vikwazo na upanuzi wa NATO kuelekea mashariki mwa Ulaya kama baadhi ya sababu kuu. Hatua hiyo inaonesha Moscow kwamba wako tayari kufufua makubaliano hayo kama Marekani wangeshughulikia malalamiko yao, lakini sasa tunaona Urusi wameamua kufanya kama mbwai na iwe mbwai. Maelezo ya Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin yamefuatia juu ya mabadiliko ya kimsingi ya mazingira, ikiongeza kwamba kiwango cha sera au wadui dhidi ya Urusi kutoka Washington kimeongezeka zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Akihutubia bunge la Urusi mapema mwezi huu, naibu waziri wa mambo ya nje Sergei Ryabkov pia alibainisha kuwa Marekani ilijaribu kubadilisha taratibu za uondoaji wa plutonium. Moscow ilipinga, ikieleza wasiwasi kwamba nyenzo hizo za mionzi zingeweza kuchimbuliwa tena na kutumika upya, alizungumza mwanadiplomasia huyo. Wakati wa muhula wa kwanza wa Rais wa Marekani Donald Trump, Washington ilijiondoa kwenye mkataba wa makombora ya kati ya INF wa mwaka 1987 pamoja na mkataba wa anga wa wazi unafahamika kama Open Skies wa mwaka 1992. Mwezi uliopita Putin alilalamika kwamba hatua kwa hatua mfumo wa mikataba ya kudhibiti silaha za makombora ya nyuklia na ulinzi wa kimkakati kati ya Umoja wa Kisoviet na Marekani na baadaye kati ya Urusi na Marekani umebomolewa, karibu kuharibiwa kabisa. Alisema Urusi iko tayari kuendelea kuheshimu masharti makuu ya mkataba wa New START, mkataba pekee ambao umesalia wa kudhibiti silaha kati ya Moscow pamoja na Washington, kwa mwaka mmoja baada ya muda wake kuisha mnamo Februari 5 mwaka 2026. Mkataba huu ulikuwa ukitekelezwa tangu mwaka 2011, ambao inazuia Marekani na Urusi kuwa na zaidi ya vichwa vya nyuklia 1550 ambavyo vimetayarishwa kwa matumizi ya kimkakati. Sasa akijibu pendekezo la Putin mapema Oktoba, Trump alisifu akisema kwamba hilo ni wazo zuri zaidi. Sasa Donald Trump, wakati bado hajatuliza akili yake, anakutana na habari nyingine ambayo inasema bwana Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameamua kuharibu kabisa na huo mkataba wa hiyo plutonium. Na hiyo plutonium mazee ni moja kati ya kitu ambao ni danger sana, kwa sababu hiyo inaweza ikatumika watu kwenye kutengeneza hizo silaha za nyuklia, lakini pia kutengeneza vilipuzi kwenye hizo silaha za nyuklia pamoja na mambo mengine. Sasa Marekani wamekuwa kiofia sana mpango huo, lakini mazee tunaona Urusi wao wameamua kunyooka jumla. Lakini wakati tukiwa bado hapo nchini Ukraine, tunakutana na ripoti moja bwana, vikosi vya Ukraine ambavyo vilikuwa vimetekwa sasa hivi vimeteketezwa. Kwa mujibu wa taarifa, jeshi la Urusi wanasema zaidi ya wanajeshi 10,000 wamenaswa katika maeneo
mawili tofauti. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Moscow, jeshi la Urusi linaendelea na operation za kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine waliotekwa ndani ya maeneo mawili yaliyozingirwa kwenye mstari wa mbele, wizara ya ulinzi ya mjini Moscow imezungumza. Wizara imeripoti kwamba vikosi vya Ukraine vilivyopo karibu na mji wa Kupiansk vilijaribu mara 3 kuvunja ukuta wa Urusi bila mafanikio, na wamepoteza wanajeshi 50 pamoja na vifaa 6 vizito vya kijeshi. Katika eneo jingine karibu na Krasnoarmyansk, pia linajulikana kama Pokrovsky, wanajeshi wengine 60 wa Ukraine wameripotiwa kuuawa, huku magari mawili ya kivita na magari 3 ya kiraia yakiharibiwa vibaya mno. Wakati wa kikao cha juu cha kijeshi kilichofanyika Jumapili ya tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2025, mkuu wa majeshi ya Urusi anayefahamika kama bwana Varel Gerasimov alimtaarifu rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba takriban wanajeshi 5,000 wa Ukraine wamezingirwa karibu na Kupiansk na wengine 5,500 karibia na hilo eneo la Krasnoarmyansk. Rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky amepinga madai ya Urusi, akiyaita ni habari za uongo ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya Marekani, ambapo Kiev inasisitiza kwamba wanajeshi wake bado wana uwezo wa kupambana na kwamba mashambulizi ya Urusi hayatoi tishio la kufanikisha ushindi wa kimkakati. Zelensky amekuwa akikanusha mara kwa mara taarifa za vikwazo vikubwa vinavyoikumba Ukraine, huku akiendelea kuomba msaada zaidi wa kifedha na silaha kutoka kwa wafadhili wa magharibi. Wakati huo huo, wanajeshi na maafisa wa Ukraine waliohojiwa na vyombo mbalimbali vya ndani vya magharibi wameishutumu serikali yao kwa kuamuru wabaki kwenye maeneo yasiyolindwa kwa sababu za kisiasa badala ya sababu za kijeshi. Yani rais wa Ukraine yeye alichokifanya ni kwamba badala azungumze ile reality kwenye actual ground, nini ambacho kinaendelea, yeye anasema anahofia kama watasema ni kweli wamezingirwa au wameuawa, inaweza ikawaharibia kwenye masuala ya political muscles, kwenye masuala ya kisiasa. Lakini wanajeshi wenyewe wanalalamika, wanasema sio jambo jema ambalo analifanya kwa sababu linawafanya waendelee kufa siku hadi siku. Naomba niweke nukta hapa na ripoti hii ambayo inatoka kwenye nchi wanachama wa NATO. Bana, nchi wanachama wa NATO imefunga mpaka wake na mshirika mkuu wa Urusi Lithuania kusitisha kabisa uvukaji wa mipaka na Belarus na kuamuru kupigwa risasi kwa puto zote zitakazoshukiwa kubeba magendo. Bana, Lithuania itasitisha kwa muda usiojulikana shughuli zote za kuvuka mpaka na Belarus na imewapa mamlaka walinzi wake wa mipaka kupiga risasi puto zozote ambazo zitashukiwa kutumiwa katika biashara haramu ya kufuvusha bidhaa. Waziri mkuu anaitwa Inga Ruginian amezungumza. Hatua hii inakuja kufuatia matukio kadhaa yaliyohusisha puto ndogo za hali ya hewa ambazo zinadaiwa kutumiwa na wafanyabiashara wa magendo kusafirisha bidhaa za tumbaku kuvuka mpaka. Unaposikana kuambia sijui ni puto, hizi ni kama zile ngarawa. Mnajua ngarawa huwa inaendeshwa na upepo. Kwa hiyo wao wanazita ni kama puto, lakini zenyewe ni ngarawa. Kwa hiyo Lithuania wamesema wakiona ngarawa ya aina yeyote ile, basi waipige mabomu, waishambulie kwa risasi. Maafisa wa Lithuania wanadai kuwa uzinduzi wa magendo hayo ya angani unatokea Belarus na unaleta usumbufu mkubwa, ikiwemo kuchelewesha safari za ndege katika viwanja vya ndege vya kimataifa kama vile Vilnius. Luginian anasema kufungwa huko kwa muda usiojulikana kunaweza kuanza kutekelezwa mapema Jumatano hii kufuatia mtindo wa kufungwa kwa vipindi katika kipindi cha wiki iliyopita, akiongeza kuwa Vilnius pia itahimiza Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo zaidi dhidi ya Minsk. Maafisa wa Belarus wamepinga vikali hatua ya ghafla ya Lithuania kuzuia usafiri kuvuka mpaka, wakisema wasafiri sasa wanakabiliwa na hali ya sintofahamu. Huduma ya ulinzi katika mpaka wa Belarus inasema kuwa wenzao wa Lithuania wanafanya kazi kwa mwendo wa mara 10 chini ya uwezo wao wa kawaida, ambapo biashara ya magendo imekuwa tatizo sugu kati ya mataifa hayo jirani, ikichochewa na tofauti kubwa za bei za bidhaa za tumbaku, hali ambayo inazidishwa na ushuru mkubwa wa bidhaa katika Umoja wa Ulaya. Pakti ya sigara ambayo inagharimu takribani euro 1.25 ambayo ni kama dola 1.47 nchini Belarus inaweza kuuzwa euro 5 au dola 5.82 nchini Lithuania, jambo linalowafanya takribani robo ya wavutaji sigara wa Lithuania kutafuta bidhaa za magendo. Kwa hiyo kama unavuta sigara
Basi ukiwa kule nchini Belarus utaipata kwa dola 1.47 kwa pakti moja. Kwa hiyo pakti moja ni almost kama inagota kwenye 5,000 na kitu au 4,000 na kitu, pakti moja ya sigara. Wakati hiyo pakti moja ya sigara ikienda kule Lithuania unaipata kwa shilingi kama 10,000 na kitu, yani inaenda karibia 13,000 14 pakti moja ya sigara. Kwa hiyo hawa wavutaji na wenyewe sasa hivi wameanza kufanya trick, wanaitumia ile ambayo inatoka Belarus na wanaisafirisha kwa njia ya magendo ili iweze kuwafikia kwa bei ya urahisi zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.